Mwezi huu wa Januari unapotumika kutoa hamasisho ya saratani ya mlango wa uzazi, wafugaji huko upande wa kaskazini wametuhumiwa kwa kupinga utoaji chanjo ya kuzuia saratani ya mlango wa uzazi. Wanapoibua dhana za pingamizi, wametakiwa kukumbatia vipimo vya mapema na kukumbatia chanjo ya HPV ili kukomesha saratani. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatuarifu zaidi. Kwa muda mrefu wataalamu wa afya wanaozidisha kampeni dhidi ya utoaji chanjo ya kuzuia saratani ya mlango wa uzazi HPV wamekuwa na wakati mgumu kuendeleza chanjo hiyo miongoni mwa wafugaji wa kaskazini mwa nchi, wafugaji wakiibua dhana mbalimbali katika pingamizi za chanjo hiyo, japo wadau hawajafa moyo, wakiendeleza chanjo hiyo katika shule ya msingi ya Lupus Lelwai, Samburu Mashariki. Activity hii ni very important kwa watu wetu, especially in Northern Kenya, kwa sababu cervical cancer is really on the rise and it's becoming very deadly in Northern Kenya, and so ningependa himiza watu wetu tukubali HPV vaccinations, na kwanza saizi hata imekuwa now we have only one single dose, we don't have the 2 doses. Nasaidia wasichana wetu, na hii pia tunashukuru kwa sababu ukienda sehemu zingine hawa wasichana wafikiwi na mambo kama haya, lakini tukiona wanaletewa mpaka shule tunaona ni jambo la busara sana. Changamoto kubwa inayosibu utoaji wa chanjo ya HPV ni taarifa na mitizamo ya kupotosha, ikiwemo kuamini kwamba chanjo hiyo ina madhara ya afya ya uzazi. Let's not wait. There's an urgency in terms of cervical cancer. We have so many women that die every year out of cervical cancer, and so it's important for us to make sure that our young girls are vaccinated against it. Let's not politicize this. Let's make sure that it is a right for every girl to be reached. Walete wasichana, hii vaccine iko safe kabisa. Mimi msichana yangu mwenye ako 19 years alichukua pia, so ni kitu naweza kusema ninge recommend sana, lakini naanza na sisi akina mama. Sisi wenyewe ndio tuoneshe watoto hiyo chanjo ni safe. Wanapotoa wito kwa wasichana kukumbatia chanjo hiyo, akina mama nao wametakiwa kukumbatia vipimo vya mapema vya saratani ili kuzuia saratani ya mlango wa uzazi. For the older women, I would want to urge all of us to get cervical cancer screenings, and that for the ones that have probably been affected by this scourge, that it should not define our lives, but it should just show that we should go on forward as a community to protect our people and educate them on cervical cancer. Ripoti ya KDHS ya mwaka 2022 inaashiria 5% pekee ya wakazi kaskazini mwa nchi walio na ufahamu wa saratani ya mlango wa uzazi. Kampeni hii ya utoaji chanjo ya saratani ya mlango wa uzazi inazidishwa licha pingamizi kutoka kwa jamii ya wafugaji. Wadau wa kike wataendeleza kampeni hii ili kuhakikisha wanaokoa watoto wa kike kutoka jamii ya wafugaji dhidi ya makali ya saratani. Boniface Barasa, Runinga Citizen, shule ya Lupus Lelwai, hifadhi ya kijamii ya Westgate, Samburu Mashariki. Turejee hapa kaunti namba